إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم آمين. Ndugu zangu katika imani, tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya ndani yake kuna matukio mengi ambayo yapo ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Miongoni mwa matukio hayo ni funga ya mwezi wa Ramadhani na yale yote yanayofungamana na mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala ametokea funga hii ya Ramadhani bihikmatihi albaligha, kwa hekima yake ilikuwa kubwa kabisa, na hekima hiyo ya kutufanya tufunge mwezi wa Ramadhani, hekima hiyo ya kutufaradhishia mwezi wa Ramadhani, funga ya mwezi wa Ramadhani, aliweka wazi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kwamba hekima zake ni mutaaddida, lakini hekima kubwa aliweka wazi katika aya ambayo ndiyo dalili ya funga ya Ramadhani, lakini aya ambayo ni dalili ya kuonyesha hekima hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala amekuwekeni sheria ya funga kama alivyoweka sheria hiyo ya funga kwa wale waliopita kabla yenu, na lengo na madhumuni makubwa la'allakum tattaqun, ili nyinyi muingie katika daraja ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, daraja ya takwa Allah jalla wa ala. Ndugu yangu Muislamu, kwa hivyo basi yanazungumzwa mengi katika mwezi wa Ramadhani, lakini miongoni mwa mambo ambayo yanapaswa kuzungumzwa ndani ya Ramadhani ni hili lengo kubwa ambalo limefungamanishwa na funga, nalo ni lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo basi Ramadhani ni madrasa ambayo inamuandaa Muislamu awe ni miongoni mwa waliofaulu katika madrasa hiyo, na kufaulu kwao ni kuingia katika daraja ya uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nataku Allah jalla wa ala, kama alivyozungumza Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kasema hiya al-khawfu min al-jalil
ni kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wal amal bitanzil, na kufanyia kazi Qur'an, ambayo ndani ya Qur'an kuna awamir na ndani ya Qur'an kuna nawahi. Ndani ya Qur'an kuna maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani ya Qur'an kuna makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo basi kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wal amal bitanzil, na kufanyia kazi yale yaliyoshushwa katika Qur'an, hii inaingia katika dhimni ya takwa Allah jalla wa ala, wal qana'atu min al qalil wal istidad li yawmi rahil. Lakini pia kutosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha, kutosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku, na kujiandaa na siku ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kukadiria kwa waja wake wote. Ndugu yangu Muislamu, kama ilivyozungumzwa pia katika takwa Allah jalla wa ala, ni al-imtithal al-awamirihi jalla wa ala, ni kule kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, wajitinabi nawahihi, na kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu na kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna daraja nyingi ambazo anawapa Waislamu. Kuna daraja nyingi ambazo anawaruzuku Waislamu, daraja ya iman, daraja ya ihsan, daraja nyingi ambazo zimetajwa kwenye Qur'ani na Sunna. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani, daraja iliyotumika ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya daraja hiyo akatuwekea funga ya Ramadhani, ni daraja ya takwa Allah jalla wa ala. Ndugu yangu Muislamu, kwa nini tusiambiwe la'allakum takun minal mu'minin, kwamba nyinyi mtakuwa miongoni mwa waumini, au minal muhsinin, mtakuwa miongoni mwa watu wenye kufanya ihsan, au minas sadiqin, au mtakuwa miongoni mwa watu wa kweli? Kwa nini la'allakum tattaqun? Kwa nini ije kwamba mwenye kufunga aingie katika daraja ya uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu yangu Muislamu, kama Muislamu atafunga ipasavyo, kama Muislamu atafanya ipasavyo funga ya Ramadhani, na fi'lan akaingia katika daraja hiyo ya uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu huyo amekwisha kukamilisha kila kitu. Muislamu huyo amekwisha kufanikiwa mafanikio ya kila kitu. Muislamu huyo amekwisha kumaliza kazi yake ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtaka ifanye katika hii ardhi. Na ndio maana kuifikia hiyo daraja si jambo la mama, kuifikia hiyo daraja si jambo la mchezo, kwa sababu kama kweli ni taqiyun na umeingia daraja ya takwa Allah jalla wa ala, yani umekwisha kumaliza kila kitu. Lakini je, ni jambo rahisi kuifikia hiyo daraja? Jawabu si jambo rahisi, kwa sababu daraja hiyo imefungamanishwa na maamrisho na imefungamanishwa na makatazo. Ndugu yangu Muislamu, sali nafsaka, ulize nafsi yako, je, kweli kuanzia ilipoanza Ramadhani mpaka inafika Ramadhani ya 17, je, kweli wewe unafanya maamrisho ambayo Allah amekuamrisha ipasavyo? Je, wewe unajiepusha na makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza, unajiepusha nayo ipasavyo? Au bado unaendelea kuwa ni miongoni mwa watu wenye kufanya maasi? Au bado unaendelea kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaendea mambo mema kukusuasua? Bali insana ala nafsihi basira, bali mwanadamu yeye ni mjuzi zaidi juu ya nafsi yake. Kwa masikitiko makubwa, Waislamu wengi na kwa asilimia kubwa wanatakikana wafike daraja ya takwa Allah baada ya kumaliza mwezi wa Ramadhani, baada ya kumaliza funga mwezi wa Ramadhani. Lakini Waislamu hao kila masiku yanapoenda mbele, kila masiku yanapokatika mwezi wa Ramadhani, ndivyo nao wanaonekana kwa idadi kubwa wanavyorudi nyuma. Indalla inma yadullu ala dhafi al-iman, kama inajulisha jambo la kurudi nyuma katika ibada, kama inajulisha jambo la kusuasua kwenye ibada, inaonyesha kwamba imani badala ipande,
imani baada iwe ipo katika kiwango cha juu inazidi kusambaratika. Na ahlus sunnah wal jamaa wao wanaamini kwamba al-iman yazidu wa yanqus, imani inazidi na inapungua. Yazidu bi taa wa yanqus bil maasiya, imani inazidi kadri mtu anapofanya taa, na imani inapungua kadri mtu anapofanya maasi. Na takwa Allah jalla wa ala imefungamanishwa na kufanya maamrisho, lakini pia imefungamanishwa na kuacha maasi. Kwa hiyo Muislamu kadri imani yake inapokwenda mbele ndivyo anavyokuwa yupo karibu katika kufanya taa, ndivyo inapokuwa yupo tayari kuacha maasi. Na Muislamu kadri anavyorudi nyuma, maana yake yupo karibu kuacha taa, lakini pia yupo karibu kuendea maasi. Ndugu yangu Muislamu, takwa Allah jalla wa ala inahitaji imani iliyokamilika. Takwa Allah jalla wa ala haihitaji unyonge wa imani katika kule kuiendea yale ambayo Muislamu amewajibishiwa kuiendea. Lakini tunaona namna Waislamu wanavyorudi nyuma. Ndugu yangu Muislamu, wewe mwenyewe unashuhudia pale tu inapoambiwa umeingia mwezi wa Ramadhani, pale tu inapoambiwa Uislamu wanafunga mwezi wa Ramadhani, unaona namna Waislamu wanavyojaa misikitini, unaona Uislamu wanavyojaa katika swala za faradhi, unaona Uislamu wanavyojaa katika swala zile za sunna, swala tarawih. Lakini 12, 13, 14, 15 unaona watu wanavyokatika. Alafu funga inawataka wasikatike. Kwa nini? Kwa sababu funga inawataka wahitimishe Ramadhani wakiwa ni wachaji wa Allah. Na mchaji wa Allah ni yule anayethibiti katika maamrisho na yule ambaye anaepukana na maasi. Inatuonyesha kwamba kuna idadi ya Waislamu wengi wanafunga Ramadhani, lakini hawafanikiwi kuwa ni miongoni mwa watu waliofanikiwa ndani ya Ramadhani. Kuna idadi kubwa ya Waislamu ambao wanafunga Ramadhani, lakini hawajafanikiwa kuwa ni miongoni mwa watu waliofanikiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Pamoja na funga wanazozifunga, pamoja na funga wanazozifunga, lakini hawakufanikiwa kuwa ni miongoni mwa watu waliofanikiwa ndani ya Ramadhani, kwa sababu ya namna ya kule kurudi nyuma kwao katika yale mambo ya toa. Ndugu yangu Muislamu, kadri unavyoona nashati katika mwili wako, uchangamfu katika mwili wako kuyaendea mambo mema kwa spidi iliyokuwa kubwa, kwa juhudi iliyokuwa kubwa, na kadri Muislamu unavyojiona unajiepusha na maasi kwa juhudi kubwa, jua huenda wewe ni miongoni mwa watu ambao tayari wameshaonja takwa Allah jalla wa ala, washaanza kuonja daraja ya takwa Allah jalla wa ala. Lakini kama Muislamu unasuasua kwenye mambo yako, mambo ya wema, mambo ya taa unasuasua, mambo yale ya kujiepusha na maasi unasuasua, fahamu kwamba wewe unafunga, lakini kuna hatari kubwa usiwe miongoni mwa watu waliofanikiwa ndani ya Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu, ichukue fursa hii kukuhusia pamoja na kuhusia nafsi yako. Kama una dalili za kuzembea, kama una dalili za kuzembea, na wewe mwenyewe unafahamu kwamba kuna dalili za kuzembea ndani ya Ramadhani, basi iadabishe nafsi yako. Iadabishe nafsi yako, kwa sababu inakupeleka sehemu ambayo sio, inakupeleka sehemu ambayo sio. Sasa Muislamu, kama ndani ya Ramadhani unazembea, nje ya Ramadhani kabla na baada utakuwa mtu sampuli gani? Kama ndani ya Ramadhani unazembea, itakuwaje nje ya Ramadhani? Lakini pia itakuwaje kabla ya Ramadhani? Ulikuwa mtu wa sampuli gani kama fursa ya Ramadhani unashindwa kuitumia? إذا كانت ليلة من شهر رمضان، إذا كانت الليلة الأول من شهر رمضان، إذا كبكون usiku mwanzo katika mwezi wa Ramadhani, sufilat ash-shayatin wa maradat al-jinn, mashaitani wanafungwa na wale makamanda wa kishetani nao wanafungwa.
Sasa kama wale ambao kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, wale ambao kazi yao kubwa ni kumpoteza mwanadamu, wamepumzishwa kwanza, maana yake wewe kwa sasa ni mtu huru. Wewe kwa sasa ni mtu huru. Pamoja na kwamba wewe kwa sasa ni mtu huru, bado unazembea. Huonekani katika kutekeleza ibada ya swala ipasavyo. Lakini pia huonekani katika milango ya birr, milango ya wema. Lakini pia huonekani katika milango ya zaka na sadaka. Lakini pia huonekani katika milango ya silatul arham, kuunga undugu. Sasa kama ndani ya Ramadhani yote yanakushinda, nje ya Ramadhani kabla na baada utakuwa mtu wa sampuli gani? Nje ya Ramadhani kabla na baada ulikuwa mtu wa sampuli gani? Kama Ramadhani umeshindwa kuitumia kama daraja ya kukuvukisha uwe ni miongoni mwa watu waliofaulu. Ni jambo la hatari ndugu yangu Muislamu. Jambo la hatari sana, kwa sababu tunajifahamu namna tunavyoyumba. Tunaanza kiamu Ramadhani safu 2. Tunaanza kiamu Ramadhani safu 3. Ikifika 15 ni nusu safu. Unajiuliza, wale Waislamu walienda wapi? Ahumatu wamekufa? Wapo. Sasa kama wapo wameenda wapi? Ile juhudi walioanza nayo iko wapi? Badala juhudi yao iendelee kuwa kubwa kadri Ramadhani inavyoenda, wao juhudi yao ndio inakuja chini kadri Ramadhani inaenda. Fahadha khusranun mubin. Hiyo ni hasara ya wazi ambayo inaipata Waislamu ndani ya Ramadhani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallimu inna astaghfiruhu huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni kwa mara nyingine pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wale ambao ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwallah ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala lil awwalin wal akhirin. Ni wasia wa Allah ambao amewasia wale waliotangulia, lakini pia ni wasia wa Allah ambao wanahusia wale waliochelewa. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Akatumahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu nyinyi, lakini pia tunakuhusiana na nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na huku kumcha Allah jalla wa ala ndio hadaf na ndio malengo ya funga mwezi wa Ramadhani. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nyinyi mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amewafaradhishia funga, amewekeni sheria ya funga, malengo na madhumuni mkimaliza kufunga muingie kwenye daraja kwamba nyinyi ni watu wanaokumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, taqwallahi jalla wa ala ni daraja ambayo Muislamu akishaifikia amekwisha kufaulu fi dunia wa fil akhirah. Na ndio maana ukiangalia thamara za taqwallahi jalla wa ala ile utaliona mtu ambaye atafika daraja ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala amefaulu duniani na akhira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza. Hakika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wale waliofikia daraja la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wamefaulu. Inna lilmuttaqina mafaza, wamefaulu. Inna lilmuttaqina lahumul janna. Wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hao wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo basi Muislamu, fanya juhudi kubwa ndani ya Ramadhani, na masiku ndio hayo yanaenda. Tukiwa leo tuko 17 ambayo ni Ijumaa, ambayo tayari inaelekea Ijumaa inayokuja ni Ijumaa ya mwisho ndani ya Ramadhani. Maana yake tayari ya Ramadhani imekwisha kuondoka. Sasa kama Ramadhani imekwisha kuondoka na wewe unatakikana uwe ni miongoni mwa watu waliokwisha kufaulu, na kufaulu kwako ni kuingia daraja ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ongeza juhudi Muislamu. Ongeza juhudi katika swala la ibada. Ongeza juhudi katika swala la kujiepusha na maasi, kwa sababu masiku yameenda, ili uwe miongoni mwa watu walioingia kwenye hiyo ngazi, walioingia kwenye hiyo daraja, la'allakum tattaqun. Lakini pia kama utaingia kwenye daraja ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah jalla wa ala anatuambia ya kwamba wayunajji Allahu alladhina taqaw, na Allah subhanahu wa ta'ala atawaokoa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wanadhalu adh-dhalimina fiha jithiya, ikisha tawasha wale madhalim ambao walikuwa wanafanya watakao duniani hali ya kuwa ni wenye kupiga magoti, hali ya kuwa ni wenye kutambaa. Na hii inaonyesha ni pale ambapo watu watakapovuka katika sirati, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawaokoa wale walioingia daraja ya uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayunajji Allahu alladhina taqaw wa nadhalu adh-dhalimina fiha jithiya. Atawaokoa Allah subhanahu wa ta'ala, atawaokoa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na atawaacha wale wenye kufanya dhuluma hali ya kuwa ni wenye kupiga magoti, hali ya kuwa ni wenye kutambaa, hawezi kuvuka katika sirati. Maana yake atakayekuwa ni miongoni mwa watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamuokoa, atavuka katika sirati, na ukivuka kwenye sirati unaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni yale ambayo yana mafungamano na mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika darul akhirah. Lakini pia yule ambaye ataingia katika daraja ya uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala duniani, Allah subhanahu wa ta'ala pia amemwandalia mambo mengi sana duniani. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamjalia makhraja. Na makhraja ayu alhibba ni kitu ambacho Allah jalla wa ala anampa mja wakati wa dhiki fulani iliyomkuta. Sasa ule ufumbuzi ambao unapatikana kwenye ile dhiki, ule ufumbuzi ambao unapatikana katika ile mashaka, hiyo ndio makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye maisha yake ya kidunia, atakapopatwa na mitihani, atakapopatwa na adha mbalimbali, atakapopatwa na mashaka mbalimbali, Allah jalla wa ala yaj'al lahu makhraja. Allah anamjalia sehemu ya kutokea, anamjalia ufumbuzi katika hayo mambo. Lakini sio hivyo tu, wayarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah jalla wa ala anamruzuku basi na yeye kujua. Sasa hizi ni thamara ambazo anazipata mtu ambaye ataingia katika daraja ya uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hata katika masala ya elimu na ufahamu, Allah jalla wa ala aliyafungamanisha na uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Ikiwa Allah subhanahu, ikiwa mtamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakujalia furqan. Wal furqan maana yake ni miza ambayo Allah jalla wa ala anampa mja. Allah jalla wa ala anamruzuku mja ya kupambanua baina al-haq wal batil, kupambanua ni lipi la haki na lipi la batil wakati ule anaposoma yale anayosoma. Yote haya yanafungamanishwa na takwa Allah jalla wa ala. In tattaqullah yaj'al lakum furqan. Ikiwa mtamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuruzukuni furqan. Na furqan ni upambanuzi baina ya haki na batil, upambanuzi ambao mja atakuwa anafahamu kwa ile elimu ambayo Allah amempa, kujua ya haki na kujua ya batil. Yote haya yana mafungamano na takwa Allah jalla wa ala. Fattaqullah wa yuallimukumullah. Katika Bakara, mcheni Allah, Allah atakufundisheni. Kwa hiyo mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha akawa ni miongoni mwa watu ambao wameingia katika daraja ya uchaji wa Allah, huyo amekwisha kumaliza kila kitu. Lakini ni pagumu, panahitaji juhudi, ni pagumu, panahitaji kujitoa, ni pagumu, panahitaji kujiadabisha, ni pagumu, panahitaji kujihimiza, ni pagumu, panahitaji ujikaze, ni utafikie daraja ya uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni haya yafunga uingie daraja ya uchaji wa Allah. Sisi sote tukimaliza Ramadhani tuwe tushaingia katika daraja ya Allah. Daraja ya uchaji wa Allah nayo ni kufanya maamrisho na kuacha makatazo. Ndugu yangu Muislamu, nakuhusia sana pamoja na kuhusia nafsi yako, fanya juhudi na kadiri ya juhudi yako Allah atakufikisha. Fanya juhudi na kadiri ya juhudi yako Allah atakufikisha. Lakini acha kuzembea, kwa sababu kuzembea kwako kutakufanya usiafikishwe. Kuzembea kwako kutakufanya usiafikishwe. Utakuwa umefunga na unashuhudia kwamba umefunga, lakini pia watu pia wanakushuhudia kwamba umefunga, lakini kitamu Ramadhan utakuwa ni watu walionuka patupu.
Ni hasara kubwa, ni hasara kubwa ambayo Muislamu ayepukana na hasara hiyo. Na kuepukana na hasara hiyo, jikaze, fanya maamrisho, jikaze, jiepushe na makatazo. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa watu wenye kufunga Ramadhani, na atujalie kuwa ni miongoni mwa watu wenye kufaulu na kufika daraja ya uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe umri wa kuhitimisha hii funga, na atupe maisha yenye hitimisho lililo zuri. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma salaka min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udhu bika min sharri ma sa'adha min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta al-insanu wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah.